Siku ya leo nimekuwa na nafasi ya kukutana na wenzangu katika taaluma ya usingizi na ganzi tiba ambayo imekusanya wauguzi, clinic officers na waganga wasaidizi kutoka Tanzania nzima na Tanzania visiwani. Mkutano huu ni mwendelezo wa mikutano ya kitaaluma inayofanyika kila mwaka, na huu ukiwa ni mwaka wa 3 mfululizo, mahali ambapo hao wataalamu wanakuja kukutana na wabobezi wanaowakumbusha misingi ya kisayansi ya kufanya kazi hii kwa weledi, kwa umakini, ili matokeo yawe ni yale ambayo yatafanya kazi ya kutoa dawa ya usingizi na ganzi tiba kwa yenye tija. Hapa asubuhi tulikuwa tunajaribu kuongea juu ya changamoto ambazo zinapatikana, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni wao kutokutambulika katika jamii. Tumegundua kwamba asilimia kubwa sana ya kazi ya kutoa dawa za usingizi na ganzi tiba katika nchi yetu inafanywa na wataalamu ambao wanakutanika hapa Arusha Corridor Springs kwa ajili ya mkutano wao wa mwaka, ambao kauli mbiu ya mwaka huu ni dawa za usingizi na ganzi tiba kwa wamama wajawazito, fursa pamoja na changamoto zinazopatikana. Sasa kwa nini hawafahamiki? Tumekuta kwamba kuna sababu kubwa mbili. Wao wenyewe kutokujinasibu kwa kujiuza, yani kujitangaza, lakini nyingine wale ambao wamewaajiri kuwachukulia poa. Kama ni kwamba wawepo wasiwepo, mambo yataendelea. Kwa tumekubaliana kimsingi kwamba waajiri wanatakiwa kukumbushwa pale ambapo wanajisahau kwamba hawa ni watu ambao ni taaluma inayojitegemea katika tasnia ya afya, na kwamba bila wao hakuna upasuaji unaoweza ukafanyika. Mwaka huu tumepokea tuzo kupitia kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6 ya Goalkeepers Award. Na hii amepeanwa kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanya katika nchi yetu ya kupunguza vifo vinavyotokana na matatizo ya uzazi kwa kina mama kutoka 556 kwa vizazi hai 100,000 mpaka 104 kwa vizazi hai 100,000. Kazi hii isingeweza kuleta matunda haya bila wataalamu wanaokutanika hapa Corridor Springs kufanya kazi, kwa sababu wengi wao ndio wanakaa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vile ambavyo vimejengwa 834 nakumbuka, ambapo sasa vimefanya safari ya mama kutoka mahali alipo kwenda kwenye kituo ambacho kinaweza kikampatia huduma ya upasuaji wa kutoa mtoto kutoka maili nyingi mpaka kilomita 15 kwa asilimia kama 80. Sasa hawa ni wachache, kwa hiyo wanafanya kazi kwa masaa mengi sana, wamesema katika hotuba yao, lakini vile vile wanapewa na kazi zingine ambazo kutokana na hii ujuzi walioipata sasa ni kama vile wamezisahau. Kwa mlisikia pale nikiwauliza kwamba nani katika madaktari nilionao hawa sasa anaulizwa kwenda kwenye kliniki ya watoto au kwenda kufanya upasuaji wa kutoa watoto tumboni, madaktari wakasema hapana. Tukawakumbusha kwamba hata wao wanatakiwa kusimama kwa miguu yao kutetea kila mtu. Mimi naitwa Julia Mahemba, ni rais wa Arandogo wa chama cha TANPA ambacho ni Tanzania Association of Non-Physician Anesthetists. Ni wataalamu watoa dawa za usingizi na ganzi tiba Tanzania nzima. Tuko hapa kuanzia hospitali ya taifa, zono, regional, hospitali za wilaya mpaka health center. Wote tumekutana kwa ajili ya kusisitiza na kufundishana ni sasisha mpya kwa ajili ya kuzuia vifo vya mama na mtoto kwa nchi yetu nzima ya Tanzania. Tutakuwa hapa kwa muda wa siku 3. Tuna wakufunzi wa kutosha ambao ni wabobezi, madaktari bingwa wa dawa za usingizi, wametoka kwenye hospitali za rufaa zono, tuko nao pamoja hapa. Tutakuwepo kwa ndani ya siku 3 kupata utaalamu huo. Mheshimiwa Rais. Naitwa Venance John Misago, ni daktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi tiba, lakini pia kwa wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum wa ICU. Nafanya kazi Benjamin Mkapa. Huu mkutano tumekuja kushiriki kwa sababu hii association tunafanya nao kazi, ni team, tunafanya kazi pamoja, na tumekuja kushare experience na knowledge na skills mbalimbali ambazo zitapelekea kuboresha utoaji huduma na kuokoa afya ya mama wakati wa upasuaji au wakati wa kujifungua. Sasa tuongelee taaluma.
hawa ni wataalamu na wana ujuzi wa kutosha tu kuhudumia mama mjamzito na kutoa dawa za usingizi, lakini kama ilivyo kawaida, elimu haina mwisho. Kwa hiyo mgeni rasmi alijaribu kutoa chachu kwa kuwatia moyo ili wajiendeleze kimasomo zaidi, lakini hata sisi ambao ni madaktari bingwa bado kuna baadhi yetu wanakuwa wanaenda kujiendeleza zaidi kwenye nyanja hizo hizo za kuhudumia mama na mtoto. Kwa hiyo tofauti ni muda wa masomo ambao sisi tulisoma na wao, lakini vile vile uhitaji wao watu umekuwa ni mkubwa sana na uchache wao unaonekana kabisa.